سوائد الإخاء سوائد الإخاء سوائد الإخاء سوائد الإخاء. Dini ya Uislamu yatutaka tupendane, na sote Waislamu ni vyema tushikamane. Tukikosea kaumu kwa wema tukosoane, ni vyema tujiheshimu, huruma tuoneane. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdillah salawatullahi wasalamuhu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ndugu zangu watazamaji wa Africa TV Swahili, kwanza nikukaribisheni na nikuamkieni kwa maamkizi ya watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumekutana tena katika kipindi chetu pendwa ndani ya mwezi wetu mtukufu, mwezi wa Ramadhani, ambacho kinabeba anwani kuu Al-Quran wal usra, Quran na familia, ama tuseme kinyume chake, familia inazungumzwa vipi katika Qur'ani au inaonwa vipi katika Qur'ani, ndani ya Qur'ani. Ni miongoni mwa mambo muhimu sana katika zama zetu, hasa za leo. Ndugu zangu watazamaji, katika mada kuu hii, maana kuu hii, tutatumia fursa fupi hii mashekhe mbele yenu waweze kukuleteeni bora ya familia, bora ya familia kama mfano halisi wa namna gani ya familia za Kiislamu zinatakiwa ziwe. Na tunaposema bora ya familia ni usratun nabii sallallahu alayhi wasallam, ni familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ameshatuambia wazi kabisa kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba kigezo kibora kizuri kitafuteni na kiangalieni kwa huyu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Na bahati nzuri mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam alituambia wazi kabisa kwamba khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora wenu nyinyi wote ni yule ambaye anapata ubora jinsi gani anavyoshiriki katika watu wake, familia yake, kianzia mke na wanaofuata. Na mimi mtume akijieleza hivyo kwamba mimi ni mbora wenu kwa familia yangu mimi, kwa watu wangu mimi. Katika maana kama hii, moja kwa moja tunaanza kuangalia, na mashekhe wataongeza vitu vingi sana ambavyo vinaonyesha ubora wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utekelezaji ama katika utendaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunapoangalia ule ubora wa familia yake au ubora wa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiendesha na familia yake, kuna mambo muhimu mengi sana ambayo ni mengi sana. Tutataja baadhi ya kwa mujibu wa muda tuliokuwa nao. Mfano, familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza ile misingi ya kifamilia, misingi ya shura, ya kushauriana. Mtume sallallahu alaihi wasallam
ana mfano mkubwa kuliko mifano mingine yote katika kuishi na familia yake katika nidhamu ya shura, na mifano iko mingi sana jinsi gani katika matukio muhimu, matukio nyeti, matukio ambayo yanahitaji msimamo na maamuzi thabiti, Mtume sallama anachukua ushauri kwa wake zake na wanampa ushauri, na ushauri huo unafanya kazi. Hili ni jambo kubwa sana ambalo sisi kama sisi tulitakiwa, ili Mtume sallama kuwa ni kigezo kwetu sisi, ni kwamba mabadi ishura, misingi ya ushauri, ya kushauriana katika familia, ni misingi ambayo iko wazi kabisa katika mfano wa huyu mbora wa viumbe khairul baria Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni sehemu ambayo ni muhimu, lakini sisi tulikuwa tunashindwa kabisa kuona kwamba tunapofanya ushauri au kuchukua ushauri, kwenda na ushauri na wake zetu na familia zetu na watoto wetu, tunahisi kwamba labda ni aina fulani ya nuksani, kama tumepungukiwa, ima tuonekana kuna kitu hatukijui. Lakini kama ingekuwa ni kupungukiwa, tungesema si Mtume ndio kapungukiwa, jambo ambalo lilikuwa ni muhali na haliwezekani. Kwa hiyo alichokifanya Mtume ndio sahihi. Kwa hiyo hapa nimetoa mfano mmoja tu, kwamba msingi mkubwa sana ambao ni msingi wa kuona kwamba hii familia ni juz'un, ni mwanafamilia ni sehemu anahitaji kukamilishwa na sehemu nyingine katika familia. Hii ndiyo Mtume sallama alikuwa anatuonyesha sisi katika jambo kama hilo. Nadhani mimi nimefungua mlango huu katika kuonyesha ubora wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimwachie mkongo kaka yangu Sheikh Taha Suleiman Bani, ana mengi ya kutuongezea hapo katika hii familia ya Mtume, namna gani tuichukue ili itengeneze na iboreshe familia zetu, tupate ile saada, ule utukufu na furaha katika maisha ya dunia, na tuone kwamba familia ama ndoa ni vitu muhimu kwelikweli katika maisha yetu. Sheikh Taha, tafadhal. Shukran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ni kweli kabisa kukuongezea, ndugu watazamaji wa Africa TV, tukiendelea na kipindi chetu, ni kwamba muda ni finyu mno, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nafasi hiyo iliyotajwa kuwa yeye ni kiigizo, na sio kiigizo tu bali chema kwa umma, ni dhahiri kwamba kuna maeneo mengi ya kuigwa. Lakini kwa kuwa eneo tunalizungumzia hapa na kulisisitiza ni familia, sisi kweli tunakiri kuwa yeye hana mwingine anayeweza kumzidi. Mimi niangalie nukta au niangalie eneo dogo, kwamba katika maisha yetu ya kawaida, watu wa kawaida huwa wanazilinda familia zao hata kwenye mambo ambayo hayana tija. Lakini tunakuta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alijenga familia imara, na hata ndani ya wakeze na watoto wake hakutaka waishi wakitegemea ukarimu, wakitegemea hadhi ya baba yao. Nakumbuka ile anamsemeza Fatima, anasema kama zilivyo kwenye maandiko ya sira, fulani, kama mali nini niombe utakavyo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siwezi kukufaa chochote endapo wewe mwenyewe hukupambana ukaishi maisha ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini zaidi ya hao, ushauri anapokea. Tunakuta wahi ya kwanza ulimkuta katika mazingira ambayo ni mapya kwake, na kama mwanadamu yalifadhaisha, lakini kimbilio na mahala pekee pa faraja na aliipokea ni kupitia mama yetu Khadija, mkee Khadija binti al-Khuwailid al-Makhzumi. Anamchukua, anampeleka kwa Waraka. Ushauri ule
wa kufika pale na aliyoyakuta pale yalipokelewa na kufanyiwa kazi, jambo ambalo ilikuwa ni sababu ya kufika katika Uislamu wetu hapa tulipo. Yeye hakudogesha wala kudhalilisha ushauri eti ni kwa mwanamke, bali ni kimbilio kwa huyu mwanamke, akiishi nao kwa upondo, lakini pia aliwathamini katika shura. Tunakuta mawakifu tofauti, wanawake wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuleta masaili zao, wasila ni Mtume ni wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali baadhi ya watu wametaka kujua mambo ya ndani kabisa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wanakuja wanauliza kwa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wanafikisha ujumbe, ya Rasulullah, walikuja hapa fulani na fulani na fulani, wakauliza kama kuna ibada za faragha mbali ya hizi ambazo sisi tunazijua, ni nani na nani alikuja, fulani na fulani na fulani. Anapokea maelezo haya na kuyafanyia kazi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadhira. Anakuja hapa. Naam, shekhe wangu, nadhani watazamaji wetu watukufu mmeona jinsi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaishirikisha familia yake katika masala kama haya mazito makubwa muhimu katika dini yetu. Anaishirikisha familia kama ni mtume, anajiweza yeye ndio mtume, lakini anashirikisha. Hii ni maana yake ni kwamba ni umuhimu tunauona kwamba sisi tungeishi namna hiyo, kila mmoja angejihisi kwamba ana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya familia hiyo. Lakini bado kuna baadhi ya mambo mengine yapo. Sheikh Musa Kundesha vile vile hapa bila shaka ana mambo mengi sana ambayo yataleta, kitu tunahitaji machache katika mengi katika ukazia mfano na kuonyesha katika familia ya Mtume. Sheikh Musa, karibu, watazamaji wetu wako tayari kusambiza. Inshallah. Shukran Sheikh Abdallah. La kusema ni moja ambalo ndani yake lina dondoo nyingi za kutosha. Ulipoanza Sheikh Abdallah, ulituambia pamoja na watazamaji na wasikilizaji kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mnacho kiigizo kizuri kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ilivyo makusudio ya mafunzo yoyote, yakiwemo haya tunayoyatumia sasa katika kipindi chetu hichi pendwa ambacho leo tunaangalia familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yetu kutoka kwake, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuagiza mnacho kigezo kizuri sana. Kwa hivyo tumwangalie Mtume Muhammad, alafu turudi sisi kwetu tuone tuna nafasi gani kujifunza kutoka kwake. Kama tulivyosema, huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka ni mtu mkubwa, ni mtu mwenye hadhi, ni mtu mwenye heshima, kama ambavyo tunao wanaume wengi wakubwa, wenye hadhi, wenye heshima. Lakini hadhi na heshima ile haikumziwia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurudi kwa wake zake, kujishusha kwa wake zake, kuwapa thamani wake zake, kuwasikiza wake zake wanaposema. Tunalo tatizo wanaume wengi kuona wanashauriwa na wake zao. Linakuwa ni tatizo kubwa sana. Lipo tatizo kubwa sana, wanaume wengi ni vigumu sana kukaa na watoto wao hasa wakiwa wadogo, wakiamini hizi ni kazi za mama zao. Lakini tuangalie mafundisho gani tunayapata kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiamini mwanadamu ni kiumbe wa kitabia, hapati mambo kwa njia ya urithi kama mtoto wa bundi anavyorithi tabia kutoka kwa mama yake bundi. Hawana tuition program, hawana chochote isipokuwa huenda mwendo ule ule. Bundi mzee
anaruka usiku, anaruka ana chakula, tafuta chakula usiku, na hata akitokea ametua juu ya nyumba yako mchana, watu wote wataitana, inawezekana liko tatizo. Hawa ni viumbe wengine. Mwanadamu hayuko hivyo. Mwanadamu anahitaji kulelewa na kusimamiwa. Tujifundishe kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ukubwa na utukufu alionao, bado alikuwa akifanya ushirikiano wa kutosha. Kama tulivyoona, amefanya kazi pamoja na mkewe Bi Khadija, wala haikuziwia utume wake kwamba hawezi kufanya kazi na mke wake, wala hawezi kuwa chini ya mke wake kwenye jambo fulani. Kwa hivyo tujifundishe kutoka hapo, kwa sababu kila mmoja anapopata thamani kamili, akathaminiwa katika familia, huwa anatoa mchango mkubwa na anajitoa vizuri katika familia hiyo. Tukaitegemea itatoa ushirikiano mzuri na wa kutosha kila mwanafamilia, kwa kuwa kila mwanafamilia amethaminiwa na amepewa hadhi inayofanana, na mkuu wa familia akiwa ndio mwanzo wa kulionyesha jambo hilo, inakuwa jambo la msingi sana. Nadhani Sheikh alikuwa anatiririka vizuri tu, na mifano ni mingi sana ya Mtume SAW, sawa wake zake katika familia, watoto zake, ndugu zake. Ametonesha mifano mingi sana. Anazungumza na Ibn Abbasi ambaye ni mtoto mdogo kwake yeye, lakini anaona kama rafiki yake, anampa maelekezo, ghulamu fanya hivi. Yani Mtume ana mambo mengi sana. Kwa hiyo tuchukue fursa hii, tuhamasike kusoma na kutafiti na kuangalia mengi zaidi ambayo atakuwa ni msaada kwetu sisi, ili familia zetu zitononoke na zifurahike na ziwe na saada kwa kumwigeza mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pili kitopita kuingia wabubusi muhimu wa wazazi kuombea dua watoto au watoto kuombea dua wazazi wao. Leo kipindi chetu tuko katika durusu min baiti rasuli sallallahu alaihi wasallam. Leo tuko nyumbani kwa Mtume. Ndugu mtazamaji na wageni wetu hapo, vijana wetu, tuko leo katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunataka tujifunze. Nyumba ya mtu mkubwa kama huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyumba kubwa na ina mambo mengi sana, lakini leo tutachukua tu machache ambayo yaweze kutusaidia katika maisha yetu ya siku zote, na hatutoanza mbali sana kulingana na kipindi kilichopita. Tutamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye pia katika swala la dua alikuwa anafanya nini. Tutaanza na yeye kupitia familia yake. Maelezo ya hadithi yanasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yad'u lil Hasani wal Husaini, alikuwa akiwaombea dua Hasan na Husaini. Hasan na Husaini tunajua ni kina nani? Ni wajukuu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume pamoja na cheo chake kikubwa mbele ya Allah alikuwa anaombea dua wajukuu zake Hasan na Husaini. Alisemaje? Dua fupi sana. Alisema a'udhukuma bikalimati llahi taamati. Naomba, Mtume anasema naomba kinga ewe Mwenyezi Mungu kwa maneno yako yaliyokamilika. Ina maana hapa Mtume anatumia kinga kwa wajukuu zake, kinga ya maneno. Si tumezoea kinga zetu nyingi, mara nyingi nini? Hirizi. Sawa, mtu kajifunga hirizi na kinga, ukimgusa au kinga yangu nimepewa na mganga. Lakini Mtume alikuwa anatumia maneno mafupi kabisa. Mwenyezi Mungu, naomba uwalinde hawa wajukuu zangu Hasan na Husaini kwa maneno yako yaliyokamilika. Kwa hivyo dua ni kitu muhimu sana, kama tulivyoona katika vipindi vilivyopita. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, yako mengi lakini nitagusia ya pili, alafu nitawachia wenzangu hapa nao watazungumza chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na ukubwa aliokuwa nao, lakini alikuwa yeye ndio sisi tunamuiga. Allah anasimulia, anasema walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi waumini na sisi sote
Na ndugu mtazamaji, hapo ulipo, sisi kioo chetu tunamtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini anafanya? Hatutazami watu wa magharibi, hatutazami watu wa mashariki, hatutazami watu gani, tunamtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo baada ya kuzungumzia dua Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaombea wajukuu zake, tunatakiwa sisi Waislamu wote jicho letu tumtazame Mtume. Nini anafanya? Nini anasema? Kwa hivyo mzazi, ndugu mtazamaji, hapo ulipo, hakikisha kwamba matendo yako na kauli zako zinaendana na kigezo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila utakalotamka basi ujue linaingia katika mahesabu. Leo wengi sana tunazungumza, tunasema uongo, hasa kupitia simu zetu hizi. Utakuta mzazi nyumbani amekaa na simu yake, anapiga simu, uko wapi bwana? Mimi niko sehemu fulani. Sio pale nyumbani. Kama kwa Dar es Salaam atasema bwana, mimi niko Kariakoo hivi sasa, kumbe yuko Mbagala. Sasa mtoto anasikia pale. Unafikiri mtoto anajifunza kitu gani? Anajifunza na anajua kabisa, kama wako pembeni kule wanabonyezana, baba angalia, baba anaongopa, angalia baba anasema uongo. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, tusiseme uongo. Tunaweza tukasema usiseme uongo mbele za watoto, lakini hapana, hautakiwi uongo wakati wowote ule. Katika alama za mtu munafiki, anapoongea husema uongo. Kwa hivyo kama unataka kujivisha vazi la unafiki kila wakati, basi wewe sema uongo. Lingine, matendo. Sasa ufanye matendo ambayo mtoto, wewe utakuwa kioo. Mtoto nyumbani, kama ni mtoto wa kiume, ataiga tabia za baba. Kama baba fundi seremala, saa zote atangaika na vyombo vya ufundi, mbao hizi. Kama baba ni dereva, saa zote anaendesha gari mtoto huyu. Mtoto mwanamume. Mtoto mwanamke naye atapika, anamwiga nani? Mama. Anapika mchanga na wanazungumza, ataivisha pale, atapakua na kila kitu. Kwa hivyo mimi niishi hapo, ni mwachie shekhe wangu Umar hapa aendelee na nukta hiyo. Ikiwa mzazi hapendi kukana mwanaye, maana yake huyu mzazi hukumu yake ni ipi? Au ni hukumu gani la jambo au tendo kama hili? Kwanza, nukta ya kwanza, mzazi kukataa au hapendi kukana mwanaye, hii ni dhulma. Ikiwa huna sababu ya msingi inayokufanya usikae naye. Wewe si mgonjwa, wewe huna changamoto inayokuzuia kuweza kumiliki maisha yako au sehemu ya kulala, huwezi ukasema huyu mwanangu sitaki kuishi naye. Manake hana uwezo wa kujimiliki, huwezi ukakataa. Hili ni jukumu lako, huyu ni wa kwako. Na hili wazazi waliangalia sana. Ni damu ulimleta mwenyewe kwa hiari yako, hili ni jukumu lako la kwanza, na utaulizwa na Mwenyezi Mungu juu ya haki zake, na namna gani uliweza kuishi naye, ulimfanyia vipi katika maisha. Ndugu zangu, niongeze kitu kwamba siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu hata watia watu motoni, yani kiwepesi. Lazima uadilifu ufanyike. Kuna watu wataonekana wanastahili kuingia motoni, lakini walisababishiwa. Hivi visababishi, ikiwa itaonekana ni kweli walikiuka taratibu za kisheria, maana yake ile hukumu itawahamia wao, kwa sababu wamefanya dhulma. Na swala la malezi la mzazi kwa mwanaye ni jukumu la mzazi. Allahumma, labda kuna sababu za msingi ambazo zimemvua sifa ya ulezi, hapo ndipo itakapoangaliwa. Lakini hata hivyo, kuna wanaofuatia baada hapo, ndio watakao angaliwa nao. Kwa swala la ulezi ni jambo muhimu na jambo nyeti ambalo kila mmoja anatakiwa akae makini.
akae makini sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jumla ya haya malezi tunayozungumzia akatoa hadithi iliyomo ndani ya Sunan Abi Daud, akasema murru auladakum bisalati lisab'i, yani kwa maana kwamba miongoni mwa majukumu lionayo wazazi ni kuamrisha watoto wakishafikia umri wa miaka 7 mwasimamie, ni jukumu lenu watekeleze ibada ya sala. Ukisha mtelekeza au umemfukuza, hutaki kumlea, nani atakayesimamia jukumu hili? Ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah. Jukumu la mtoto kufanya ibada, anafanya ibada kiusahihi ama si sahihi, namba moja ni jukumu la mzazi. Mzazi lazima uelewe, mwanangu anajua kusali, mwanangu anatekeleza amri za Allah. Watu wengi jambo hili au nukta hii hawaangalii. Ni wangapi hata sisi wenyewe ambao tunasikiliza darasa hii kwamba tunatekeleza jukumu la kufuatilia watoto wetu kuhusu ibada yake, kwa mwanangu umeswali, na kama umeswali unasali vipi? Shukran Sheikh Umar kwa mchango huo, kwamba mzazi usikwepe majukumu yako, hayo ni yako wewe, pia ulizaliwa ukalelewa, sasa usikwepe tena kwa kumonea mtoto. Pia maadili mazuri wewe jukumu lako, kwa yale malezi ambaye ni vitu vingi, likiwemo Sheikh Umar kamalizia swala. Sheikh Juma, naam, karibu kama unalote. Mimi bado nipo kwa wazazi na kadhalika nipo kwa watoto walelewa, kwa sababu wanatakiwa wazazi wafahamu hata watoto ama mtu yoyote, kama alivyosema Sheikh Harami, hata mlezi, maana yake akumbuke kwamba hiki anachotakiwa kukifanya hapa duniani akikosea, basi maana yake siku ya Kiyama kuna kitakachofuatia nyuma yake. Tukiangalia Qur'an, na ndio yale tuliyoyasema sisi kwamba wazazi tunapotaka kuoa lazima tuisome ndoa, na katika ndoa kuna malezi. Mimi nadhani katika malezi mzazi kujifunza kabla hajaoa, malezi ya kwanza tulishazungumza pale, ni kwamba kwanza aijue ndoa na ajue, afahamu kwamba mimi baada ya kuoa nitazaa watoto, na nitapozaa watoto wanahitaji malezi. Sasa malezi haya mimi nitayafanyaje katika kumlea mtoto? Ndio pale tukasema ninatakiwa mzazi kabla hajaoa, malezi ya kwanza ya kumlea mtoto, achague mke aliyekuwa mwema, kwa sababu huyu mke atakapomchagua ni sehemu ya yeye kujifunza malezi au kuanza kumlea mtoto kabla huyu mtoto hajapatikana. Kwa sababu mtu kujifunza malezi, hicho chuo inawezekana kipo ama hakipo, lakini ni mtu mwenyewe katika kukaa maishani mwake kuhakikisha kwamba mimi ndapozaa familia yangu nitailea. Lakini itaelea vipi? Lazima ausome Uislamu, au fahamu Uislamu unazungumzia nini kuhusu malezi ya watoto, unazungumzia nini kuhusu haki ya watoto. Basi huyu mzazi ndo ataweza kuwa amejifunza na kumlea mtoto. Lakini malezi ya kwanza ya mzazi kujifunza ni kumchagua mke aliyekuwa mwema. Huyu mke ndo atasaidiana naye katika malezi hayo. Tulikuwa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeweza kujifunza mambo hapo, muhimu wa dua juu ya watoto, pia kuwa mtu baba au mlezi, kuwa we ndio mfano kwa wale unawalea wakiwemo watoto. Na maswali mawili tumeyapata hapo juu ya wazazi, kwamba nani mwenye nani mtoto, jukumu la baba kumlea ni la nani? Tumesema ni lazima. Na swali la mwisho la binti yetu hapa anauliza, alikuwa akiulizia juu ya swala la maandalizi, kwamba huyu mzazi anatakiwa, ni kweli mzazi asome, akishasoma ndio atajua malezi jinsi yalivyo. Kwa hapa leo, ndugu mtazamaji, tutaishia hapa, lakini sio mwisho wa vipindi vyetu katika Ramadhani hii. Tufuatilie katika TV yetu pendwa Africa TV Swahili. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
na maulama wema maduati ikhwani wanaongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo husende mrama upa uwe faidani.